Unaiona wapi sasa Simba yako kimataifa, namna ambavyo mlivyosajili msimu huu kuanzia ndani ya ligi kuu Tanzania bara? Vipi msimu huu, matumaini ya kuchukua ubingwa bado yapo, ama unaiona Simba yako safari hii ikienda kuchukua ubingwa kama alivyosema kocha Julio? Binafsi Simba season hii yani hapa sizungumzi kwa nguvu ya nje uwanja, sizungumzi kwa uchewa, kwa nguvu ya hela. Kwa uwezo wa kiwanjani Simba msimu hana mpinzani ndani ya kiwanja kwenye ligi ya Tanzania. Ukiachana na Young Africans ambao wameshusha mawata wa player. Wameshusha mawata wa player, sio wachezaji. Ndio maana wanaitwa wata. Wata. Yaani maana yake wata ni kitu ambacho hakina maana. Hakitafsiriki kwanza. Kwa wameshusha wachezaji, lakini kwa level wachezaji wao Yanga na hii Simba season iliyopita nafikiri kila mtu ameona Yanga haina usajili huo. Usajili wafanya Yanga wanatengeneza timu. Kwa sababu wana maeneo mengi ambao watu wamekufa. Tulimuona Pako Mezuzwa, mmoja kati ya wahimili wakubwa ile timu. Nafikiri tumeona ndio yule Prince Dube na ndugu yetu yule nani wakupepewa yule striker wetu lile la boli Depu. Wote wameondoka. Kwa hiyo unaingiza masteka wapi ambao waje waangalie zile movement za timu. Lakini pia ni masteka ambao uwezo wao wa position zao bado. Peter anaenjoy zaidi akiwa anatembea tembea. Anahama. Sasa utahama wewe, timu inarushinda wewe, utakuwa unahama unaenda wapi? Tarehe 12 mnakutana Shebi. Simba si umeiona, una mashaka na Simba? Wewe unamwona Libase anavyocheza? Kwa sababu kama watu wanazungumzia Simba haina kiwango bora, wamzungumzie Libase. Libase anafanya anavyotaka. Kwa mujibu wa Hans Raphael ndio mchezaji pekee aliweza kuonyesha kiwango siku ya jana. Yaani sisi hatutaki Hans amkubali. Libase alichokifanya jana ama uwezo wake. Nafikiri kila mtu ilibidi leo akae chini aogope. Uwezo kamwimba Peter Sharulio kati timu na Libase. Hivi mimi nikuulize kitu, Mwanaisha. Libase na Peter, wewe unaambia sajili mchezaji mmoja, unamchukua nani? Wote nawaacha. Unawaacha, unaondoka na nani? Na Sulugoma. Mpira Mwanaisha jinsi ulivyo, unafikiri unachezwa kiwanjani, mchezo wa wazi. Kwa kinachoonekana kinaonekana. Simba tuna timu bora sana msimu uliopita. Tunafanya maboresho. Amekuja Kaletso. Kwamba labda inge moja atacheza Kaletso, huko anacheza Libase. Yaani mpaka sasa winga ambaye ana uhakika wa namba ni Libase peke yake. Kuna Kaletso, kuna King Elim Panzu, kuna Anis Aura. Kwa hawa watakuwa wanajichuja. Lakini Aura ni bora. Hakuna timu ina viungo washambuliaji bora ndani ya ligi kumzidi Simba. Hata kama utasajili vipi, huwezi kusajili winga aina ya Anis Aura. Huwezi kupata winga ambaye yuko free, yuko sokoni aina ya Libase. Wewe utampata wapi Yanga? Unamtaka Libase, unampata wapi kama Libase? Kwa sababu ni wachache. Na hata wakati pia anakuja Simba, watu wengi wajua labda kama ni ile class 3 ama class C. Lakini yule mwamba kuja mpaka leo kana ni class A. Ndio maana vilabu vikubwa vimekuja. Kaizer kaja hapa. Tukamwambia Kaizer, hebu tuache kidogo. Tunataka tuende semi final ya Champions League. Kaja Esperance, tukamwambia bwana tuache. Wewe kaja anataka tufanye deal Anis na mwalimu. Kabla sisi vicha kiasi hicho. Yaani ile bifu la Wydad na Simba ni kwa sababu ya Libase. Wydad anamtaka Libase. Malengo ya Wydad ni yapi? Kwa sababu unajua Simba na target kubwa kuliko Wydad Casablanca sasa hivi. Kwa Simba msimu huu tuna timu ambayo tumetoka nayo msimu uliopita ilikuwa ni bora zaidi. Tukaifanyia maboresho. Tukachukua striker kwa sababu kulikuwa shida na striker. Tukamchukua Ibrahim Dombia. Tulikuwa na shida na kiungo ambaye ni mnyumbulifu, anapiga pasi na anakata umeme. Tukamchukua Ibrahim Jabbar. Ukimwangalia Jabbar, ukimwangalia Chama, ukimwangalia King Elim Panzu, Dombia na Libase, unagundua kwamba hakuna beki katika beki ambazo tunazozijua sisi ndani hizi ambayo itakwenda kuwazuia watu pale mbele isiende kuadhibu. Yaani kuna mechi utapata sare dhidi ya Simba. Ukiondoka hapo kitu kinakuuma. Ni kama mechi ya Barcelona ya Hispania dhidi ya Argentina. Ndani ya dakika Argentina hajafungwa lakini haamini. Anazurura uwanjani. Ukitoka hapo imepigwa imeenda pale. Ndio Simba tunaojenga sisi msimu huu. Ino Luemba. Innocent Luemba nafikiri amekuwa chini ya matarajio ambayo tutarajia sisi. Tutarajia atakuwa ni mchezaji bora kwa sababu Jeruto aliahidi kwamba ataleta mchezaji bora. Lakini mpaka sasa Innocent Luemba
Simba ndo tunaendelea kumvumilia kwa sababu bado amekuwa akiingia na kutoka. Amekuwa anapanda, anashuka. Sio mchezaji tegemezi ambaye utakaa tuvime kwamba tuna mchezaji ambaye tutakwenda kwa nadhani msimu. Lakini kwenye nafasi yake hatuna mashaka. Una Jabari, una Chama, una pressure gani? Wakipotea Mpanzo atakuja ataingia kama inside 10. Kwa bado nafikiri hatuna pengo la mchezaji yoyote yule. Chilambo ni fullback ambaye mimi namwamini, anapanda na shuka. So Duchu ni mzuri. Kibabage ni mzuri. Kwa hiyo hata kama itatokea game ya dabi, atacheza labda Kibabage na Chilambo. Kwanza mimi nashauri iwe hivyo. Kulia azime Chilambo, kushoto azime Kibabage. Golini azime mwamba yule yule. Kasale ama Abel. Ibrahim Kasale. Katikati azime Vedasus Masinde na Roshen Derok. Juu Yusuf Kagoma pale. Juu azime King Elim Panzu. Chini azime mwamba nani Libasi Gwe. Katikati hapa azime Jabari. Juu tia Dombia, juu tia Chama. Hivyo Yanga nitajie beki Yanga naenda atawazuia watu. Yaani namba 6 Kagoma. Namba 7 kikosi chako cha kuelekea tarehe 12. Namba 6 Kagoma. Namba 7 Libasi. Namba 8 Ibrahim Jabari. Namba 9 Dombia. Namba 10 Chama, alafu 11 kuletea Mpanzu. Kaleso yuko benchi. Aya, Kaleso benchi, Aura benchi. Asa nitajie mabeki Yanga nani atawazuia watu na kiungo gani atawazuia watu. Huo ni pale Yanga hapo. Huo naona pale. Mimi nasubiria mchezo tu. Kwa basi hivyo ni chochote. Sasa hivi sioni chochote. Basi hata siku na chochote. Lakini Simba tuna timu moja bora sana ambao binafsi nafikiri mashabiki wa Simba ni msimu ambao wa kuenjoy. Kama unapenda mpira mzuri, tuliza pressure, angalia boli. Acha mihemko, acha tamaa. Ndio. Yaani wekeza hisia kwenye football. Sio kitu kingine. Huu ni msimu ambao una timu nzuri. Na Simba mimi nawaambia watu kila siku Simba usibibu kwenye mechi za ndani. Na ndio maana mimi nilikuwa nawaambia watu Simba kikosa ubingwa wewe usilie. Kwa nini ulie? Lakini cha ajabu mashabiki wa Simba leo wanalia kwa sare ya Kagame. Yaani sare mbili za Kagame kuna shabiki wa Simba anaamini hana timu. Kwa mashabiki kama hao sisi tunawaacha waendelee kuteseka, lakini Simba sio timu ya kuteseka msimu huu. Ni muda wa kula shushu. Yaani ili usiteseke. Aamini kwenye football. Kuna muda ukiamini kwenye mpira uteseki. Tunamwona Messi siku ile uwanjani dhidi ya Spain. Sio kwa sababu alikuwa anaumia na matokeo. Kwa sababu kilichofanyika uwanjani alitamani timu yake ndio ifanye vile. Unaifunga timu kuna relax, unapiga pasi nyingi. Ndio ile Simba na Yanga 2-2. Msimu aliponea mechi 3 zote anatokea kwa pani. Tarehe 12 mwanaisha nakwambia tarehe 12. Tarehe 12. Kama Yanga atapiga pasi nusu ya pasi ambazo atapiga Simba, mimi na laki yako. Kama Yanga atapiga pasi yani nusu ya pasi ambazo atapiga Simba, na laki yako mwanaisha. Iweke sawa hiyo. Yaani kwa pasi ngapi? Kama Simba atapiga pasi 500. Yanga kipata pasi 250, kuna laki. Na kama Yanga atashinda wana pasi nyingi zaidi ya Simba. Sio pasi nyingi tu. Apate nusu ya pasi. Yaani Simba apige pasi 500 apate pasi 250. Tayari kuna laki. Yanga akiwa na shoot on target nyingi kuliko Simba, kuna 50,000. Shot on target. Nyingi kuliko Simba. Shot on target ilikuwa nzuri sana ile. Ungeweka hii laki hii. Yanga wakiwa na shoot on target nyingi kuliko Simba, kuna 50,000. 50,000 shot on target hizo. Nyingi kuliko Simba kuna 50,000. Lakini yote kwa yote hali kubwa Yanga akipata ushindi au Yanga akizuia akifungwa chini ya goli 2, mimi nakupa laki 2. Chini? Akifungwa chini ya goli 2 na hii Sulugoma ikate hii. Ikitokea tu siku yani hata kama ni saa 4 usiku mechi nipigie simu tuonane. Yanga akifungwa chini ya goli 2 tarehe 12 kuna laki 2. Mimi laki na Sulugoma hapo laki. Chini ya goli 2. Leo saa 20 ngapi unaongea kauli? Shebi, ahadi ni nzito na kila ahadi yenye kutekelezeka na inaenda kuulizwa. Hakikisha tusije kuzimiana simu. Mwanaisha. Yanga hii yakinapita Shalulile. Moja kati ya asili zangu mimi, Mwanaisha. Sikuwahi kuahidi kitu ambacho sinaweza kukitimiza. Ndio maana sikwambia milioni 10, najua milioni 10 siwezi kukupa. Akizuia akafunga goli hizi chini ya goli 2, mimi nakutia laki 2 ipo. Ipo.
goli mbili, chini ya goli mbili, 200,000 ipo Mwanaisha. Na ikitokea mnyama Mwanaisha, mpira ni mchezo wa wazi, mchezo wa mipango. Wewe usije kuona nani sana kachukua bingwa Uingereza. Ushikumwona Mtibwa na nani anachukua bingwa wakati wa uwekezaji. Mpira ni uwekezaji Mwanaisha. Simba tupo kwenye uwekezaji sasa hivi wa mpira, sio hadithi. Na ndio maana tumechukua wachezaji ambao wana fomu, sio profile. Kwa sababu Simba ndio mchezaji wa kutangaza Simba. Mpinzani amemchukua Sharuli akatangaza timu yake. Sasa kwa nini wewe timu kama shindwa kwenda kuiadhibu? Na huu ndio msimu ambao rekodi ya Kibareni inaenda kuvunjwa. Kwenye mechi za msimu, mechi 3 hizi za msimu huu kuna hat-trick. Yaani rekodi ya Kibareni inaenda kuvunjwa. Mwanaisha, watu wamewekeza pesa. Watu wamesajili wachezaji ambao ni quality player. Sio wachezaji ambao ni kwa sababu ya matangazo. Wao wanamchukua mfungaji bora wa ligi ya Zambia, ambaye magoli yake ni ya kutenga penalti na magoli ya kona. Ligi ambayo tayari ishashuka ubora, unakuja unatamba hapa. Unamchukua Sharulili ambaye ndo kama Mamelodi Sundowns anakuja hapa. Ana miaka karibuni 39, anafanya nini? Mabeki ni kina Mwamnyeto. Sawa, viungo wa chini, nani kiungo amekasajiliwa Yanga msimu huu? Si ufundi? Tuambie kiungo Yanga msimu uliopita kuna shida na viungo. Hebu niambie kiungo gani ambaye msajili msimu uliopita? Msimu huu ambaye ana uwezo kwenda kumzuia Libase na kina Jabari pale. Usajili wa Simba Mwanaisha ni usajili wa kibabe. Kwanza tuna mwalimu bora. Mwalimu ambaye kwenye ligi ya ndani mpaka sasa hivi hakuna kocha wa timu ambayo inajua jinsi ya kumfunga Steve Becker. Timu pekee ilikuwa ni Simba. Na tulimfunga akiwa kule. Sasa hivi kwa Simba. Kwa ninavyokuambia Simba msimu unafanya mambo makubwa, wewe niamini mimi. Na ndio maana mtaalamu Steve Becker kule Kagame anakaa na relax sana, hana pressure. Kwa sababu anajua anachokiandaa kwenye dabi ya 12. Kwanza ni dabi ambayo tuna hasira. Tushazulumiwa sana kwenye hizo mechi za dabi hizi. Cha pili ni dabi ambayo tuna kikosi ambacho tulipaswa tucheze nje ya Tanzania. Yaani timu tuliotengeneza sisi, tulitegemea ligi isimame tukaombe kucheza ligi ya Egypt ama South Africa. Tukitoka hapo target ya kikosi hichi Mwanaisha ukicheza IPL ushuki daraja. Yaani Simba ambao tumetengeneza msimu huu ni timu ambayo upasi kucheza na kina Mtibwa Sugar. Aso Rushenderoki ni mtoka kabana kina Mtibwa. Hakimbia sasa lakini ndio beki bora. Yaani akimbiwa jana mdoto anatabasamu tu. Ndio yule pale Rushenderoki. Wewe Simba una Libase. Hivi Libase ni kucheza hapa. Libase anakabwa na mudathiri haya. Sidharau hiyo sasa. Shukrani sana Sheikh. Kwa kukomesha yote Mwanaisha. Kukomesha yote. Mimi nataka Yanga kazuie goli, akazuia asifungwe 3 kwenda juu. Nikupe 200,000. Tuombe dua. Uombe dua wewe, mimi dua siombe, mimi nina uwezo. Yaani uwezo wetu sisi Simba msimu huu. Hatuhitaji mganga. Hatuhitaji, yaani ukienda kuswali, ombea dhambi zako na familia yako, siombee Simba. Ukienda kwa mganga wewe mwana Simba, kaombea matatizo yako. Hii Simba iache anajitosheleza. Watu wanasema Shebi jana Steve Becker alikuwa na haha. Anahamasisha na anaelekeza mbinu zake ziingie. Wewe usimuona mpira uliopigwa jana? Libasi kapiga mpira kila mtu jana anashangaa. Huyu jamaa katokea wapi huyu? Sasa Steve Becker vitu vile havitaki. Ndio maana Steve Becker alishawaambia mashabiki wa Simba na wachambuzi, mimi Kiswahili sijui. Kiswahili sijui Kiswahili. Kama mnataka kuongea na mimi, ongeeni Kizulu hapa. Au Kireno. Sikia Dr. Mwana bota kila siku. Waongee Kizulu au Kireno hapa. Shukrani sana Shebi. Pamoja Mwanaisha, karibu tena.